Injili ya nadhani somo la 4 mamlaka ya Yesu Mathayo wa 28:18. Utangulizi. Kuna sababu mbili kuu na za msingi kwa nini uinjilisti haufaniki uwanjani. Kwanza, kuna matukio ambapo watu wanapokea karama ama kipawa nyingi na kuomba sana, lakini hawazai matunda vizuri. Kuna watu wengi ambao wanajulikana kama mashujaa wa maombi kwa sababu ya kuomba sana, lakini kwa kweli hawapati majibu. Kwa nini iko hivi? Ni kwa sababu hawamjui Kristo vizuri na halisi. Mfano, binti mmoja aliyekuwa akinena kwa lugha alikuja kwa mchungaji kama mimi na kumuomba amchunguze, akisema watu walikuwa wanasema lugha yake ni ya pepo wachafu. Baada ya kuzungumza na binti huyu kwa muda kidogo, ilibainika kuwa hakuwa na msingi wowote kuhusu Kristo, lakini alikuwa ameenda mahali fulani na kupokea kunena kwa lugha. Kwa hivyo mchungaji alipewa jibu gani? Sasa hivi matatizo sio kipawa, bali unapaswa kumjua Kristo vizuri kwanza. Dini zote ni zina kipawa, yani nguvu za ajabu. Kwa hiyo ili kupokea kipawa ya kweli, lazima upokee neema ya kweli. Hiyo ndio kumjua Kristo halisi. Kama siri kuhusu Kristo haijagunduliwa, ni kama mizizi inayotikisika. Pili, kuna matukio ambapo watu wamesoma Biblia sana, lakini hawana uwezo wa kiroho. Kwa hivyo uinjilisti haufaniki. Petro alikiri, wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, lakini baadaye alikimbia. Baada ya kusema Yesu ni Kristo na mwana wa Mungu aliye hai, alimsaliti na kukimbia. Sehemu tunayojifunza leo ni muhimu sana, kwa sababu inahusiana zaidi na maisha yetu ya kila siku. Kwanza, tulijifunza kuhusu wokovu na uhakika. Pili, tulijifunza kuhusu jina la Yesu. Tatu, leo tutajifunza kuhusu mamlaka ya Yesu. Kwanza, mamlaka ya Yesu ni nini? Ni mamlaka ya namna gani? Kwangu. Pili, mamlaka haya yana uhusiano gani na mimi? Lazima ujue. Ukishajua uhusiano huo, kinachofuata ni njia, jinsi ya kuitumia. Tunapaswa kuchunguza vizuri kwa kutumia Biblia. Kwa sababu kwa nini mamlaka ya Yesu ni muhimu? Ni kwa sababu Biblia inasema hivyo. Ni muhimu kwa wainjilisti na viongozi. Kwa nini tunapaswa kwenda nyanjani tukiwa na neno la Mungu? Kwa sababu hakuna njia nyingine, bali njia ile tu aliyoifundisha Yesu Kristo. Kwa sababu dhambi inaongezeka ulimwenguni siku baada ya siku, mbinu nyingine hazitafanya kazi. Hata wanasayansi wengi
wakitokea matatizo haliwezi kutatuliwa. Ni matatizo ambalo wasomi, wanasiasa na watu wa dini hawawezi kutatua na kulitatua. Matatizo halisi ya mwanadamu ni tatizo la kiroho, yani tatizo la kushikwa na shetani. Shetani anawasikilia wanasiasa na wasomi na watu wa dini kwa namna isiyoonekana. Tatizo la mwanadamu sio tatizo la kimwili linaloonekana, bali ni tatizo la kiakili na kiroho lisiloonekana. Chanzo cha matatizo haya yote ni kutokana na kutokutana na Mungu. Ili kutatua matatizo haya, lazima tuende katika uwanja zote na kufanya wanafunzi. Unachohitaji kufanya ni kwenda nyanjani na kumwelezea Kristo kwa usahihi. Kristo ni nini? Ni kutatua matatizo matatu. Kwanza, kwani wa kweli aliyetatua dhambi na laana. Pili, mfalme wa kweli aliyevunja nguvu za shetani. Tatu, nabii wa kweli aliyefungua njia ya kukutana na Mungu. Ni lazima tutatue matatizo matatu ya msingi ya wanadamu. Kristo ndiye aliyetatua matatizo haya. Hii inamaanisha kuwa Yesu ndiye anayetatua matatizo ya maisha. Ili kutatua tatizo hili, sasa anatutuma ulimwenguni kama mabalozi wa Kristo. Ikiwa utatimiza ambao haya matatu vizuri, utapokea baraka kati ya baraka. Utapokea baraka ya adhabu ya kuwa pamoja naye hadi mwisho wa dunia. Kutatua matatizo ya maisha kwa kutumia ofisi tatu za Kristo ndiye mamlaka ya Yesu. Ili kuelewa sehemu hii vizuri, lazima kwanza kutazame utangulizi vizuri. Katika utangulizi, kila mtu anapenda kwa sababu hawajui ukweli saba. Hii ndiyo sababu si tu kwa wasioamini, bali pia kwa wale wanaoenda kanisani kwa bidii ama mchungaji, lakini bado wanapeli. Kwanza, hapo awali mwanadamu aliumba kwa mfano wa Mungu. Hapo awali mwanadamu alikuwa na furaha pale tu anapokutana na Mungu. Hii ndiyo baraka ya kweli ya mwanadamu. Mwanzo wa 1:27, Mungu anaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Pili, lakini kwa kudanganywa na majaribu wa Ibilisi, mfano wa Mungu ulitiwa giza na roho yake ikapa. Kama matokeo ya kutokutii neno la Mungu, mwanadamu alitenga na Mungu. Alikuwa katika hali ya kifo cha kiroho akiwa amemwacha Mungu. Waefeso 2:1-2.
nani mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mlienda ndani yake zamani, kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mkuu wa uwezo wa anga. Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Yohana wa 8 mstari 44, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi na tamaa za baba yenu ndipo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa uongo. 3. Tangu wakati huo, kushindwa, kifo na mateso viliingia kwa mwanadamu. Mwanzo wa 3 mstari 11 hadi 20. 4. Matokeo yake, wanadamu wote wanaishi kama wasafiri hapa duniani na kisha kwenda kwenye makao yao ya milele. Luka wa 16 mstari 19 hadi 31. 5. Ili kurejesha mfano wa Mungu, Yesu alikuja na kumshinda adui. 1 Yohana wa 3 mstari 8. Hakurejesha tu, bali Yesu alijitoa dhabihu na kufa. Akamshinda adui na kufungua njia ya wokovu. Marko wa 10 mstari 45. Kwa maana hata mwana wa Adamu hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia ya wengi. Yesu alitatua kabisa dhambi yetu ya asili kwa kujitoa kama fidia. Inawezekanaje? 1 Yohana wa 3 mstari 8. Kwa kushinda hili, mwana wa Mungu alidhihirisha ili aziharibu kazi za Ibilisi. 6. Yesu ni Mungu kamili na mwanadamu kamili. Roho yake ni Mungu na alikuja ulimwenguni akivaa mwili wa mwanadamu. Yohana wa 1 mstari 14, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo kama kulipa gharama ya dhambi zetu na kushinda dhambi, alitufungulia njia kamili ya wokovu na kutupa tumaini. 7. Unapopokea uzima huu wa Yesu, matatizo yetu yote yanatatuliwa. Mathayo wa 11 mstari 28. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha.
Ikiwa unaelewa injili hii, ni muhimu sana kujua Yesu ana mamlaka gani, ina uhusiano gani na mimi, na nitatumiaje mamlaka hayo. Kama hujui mamlaka haya ya Yesu, sio tu kwamba maisha duniani yatakuwa magumu, bali uinjilisti hautowezekana. Ukielewa sehemu hii ya mamlaka ya Yesu vizuri, kueneza injili ni rahisi sana. Kuelewa mamlaka ya Yesu inamaanisha kuwa tunamiliki nguvu za kiroho za Mungu. Kama hatuna nguvu za kiroho, hatuwezi kuwasaidia wengine. Ndio maana ni muhimu. Sasa kwa nini waumini wengi hawajui mamlaka haya ya Yesu, au hata kama wanayajua vibaya na kuyatumia vibaya? Ni kwa sababu hawajaelewa injili ipasavyo. Lazima uijue Biblia kwa undani na kuiamini, na lazima umshike Yesu Kristo kiuhalisia. Ikiwa utasoma kuhusu Yesu Kristo kwa usahihi, huwezi kuzuia kuelewa mamlaka haya. Ukienda kanisani bila kujua mamlaka ya Yesu Kristo, unakuwa farisayo wa kiroho unayedanganya. Ukidanganiwa na akili yako na maarifa na uwezo wako. Ikiwa unatumia mamlaka bila kujua injili sahihi ya Yesu Kristo, utatumbukia katika fumbo mysticism la ajabu linalosisitiza uzoefu wa kimwili. Kwanza, kusudi kuu la maandiko ni rekodi ya mamlaka ya Yesu. Kwanza mdogo, Yohana wa 1:12, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Wakati unapompokea Yesu na kuamini jina lake, utambulisho wako, hatima yako na kila kitu vinabadilika mara moja. Mathayo wa 28:18 hadi 20, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Yesu ana mamlaka ya kufanya apendavyo na vitu vya mbinguni na duniani. Kwa hiyo tunapoomba kwa jina la Yesu, hakuna lisilowezekana. Mathayo wa 9:6, lakini mpate kujua ya kwamba Mwana wa Adamu anayo mamlaka duniani ya kusamehe dhambi. Tatizo kubwa la mwanadamu ulimwenguni ni tatizo la dhambi. Malipo yanayotokana na dhambi. Tatizo kubwa la mwanadamu ni laana. Yesu alitatua dhambi hili ya asili. Marko wa 1:27,
nini hii? Ni elimu mpya yenye mamlaka? Hata pepo wachafu amuru nao wamtii. Kitu kinachofanya maisha kuwa magumu zaidi tunapoishi ulimwenguni na kinachotuingiza katika hali ngumu zaidi ni mamlaka ya roho waovu. Jina la Yesu ndilo jina linaloyatisha na kuyavunja haya. Hakikisha unakariri na kurudia somo la leo la 4 kuhusu mamlaka ya Yesu kwa mtu anayesumbuliwa na ugonjwa wa akili. Endelea kumuuliza na kumthibitisha mtu anayeteseka, na ikiwa hajui, rudia hadi aelewe. Yani, maendeleo inaendelea na marudio inaendelea. Tabia ya mtu aliyepagwa na pepo ni kwamba anaendelea kusahau neno la Mungu. Tabia ya wale walio na matatizo ya akili ni kwamba daima wanazungumza kuhusu sheria na hawawezi kusikia Injili kwa usahihi. Hata bila kufundisha, wao ni wa kisheria sana. Ukiwaruhusu wazungumze, wanajua mambo mengi kuhusu sheria, lakini hawajui kabisa mambo yanayohusu Injili halisi. Mtu aliye karibu na matatizo la akili amefungwa na sheria. Unapozungumza Injili halisi, hawaelewi vizuri. Wafundishe wale walio na matatizo ya akili na waliokamata na pepo chafu hadi waelewe Injili na mamlaka ya Yesu Kristo. Siku jambo hili linapoeleweka, mtu huyo ataishi na ugonjwa huo utaponiwa. Sababu kwa nini haifanyi kazi vizuri ni kwa sababu watu wengi wanampokea Yesu kwa uongo na wanadanganya. Lakini unapojaribu kuwatibu na kuwaponya wale waliokamata na roho waovu, malipo yake ni makubwa sana. Haitakuwa kwa njia ya ajabu, bali kazi itafanyika kwa usafi. Wakolosai wa 1:13, naye alituokoa katika nguvu za giza. Giza linatufanya tusiweze kumjua Mungu na linazidi kutusukuma tumbukie dhambi. Giza ni nini? Inamaanisha mamlaka ya kuzimu. Alituokoa kutoka kuzimu. Yesu ana mamlaka makubwa sana.
moja Yohana 3:8 kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirisha ili aziharibu kazi za Ibilisi. Yesu anavunja kichwa cha adui. Ingepaswa kusema kumharibu Ibilisi, lakini inasema kuziharibu kazi za Ibilisi. Kazi za Ibilisi ni nini? Katika Mwanzo wa 3, kazi ya Ibilisi ni kuingia ndani ya mwanadamu, kupanda kiburi na kumfanya asimwamini Mungu. Yesu alikuja kuharibu kazi za Ibilisi zinazomfanya mwanadamu asimwamini Mungu. Kwa hiyo Yesu alitengeneza njia kwa ajili yetu ya kwenda kwa Mungu. Lakini Ibilisi anaendelea kumfanya mwanadamu amwache Mungu. Yohana 5:27, naye akampa mamlaka ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Kulingana na jina la Yesu linaamuliwa ikiwa mtu huyo anaenda mbinguni au kuzimu. Jina la Yesu ndilo mamlaka ya jina la pekee. Mungu alifanya hivyo. Yohana 16:24, ombeni nanyi mtapata ili furaha yenu iwe timilifu. Njia imefunguliwa ya kumbua Mungu kikamilifu tunapoishi duniani. Hiki ndicho Yesu alichowaambia wanafunzi wake kuhusu Roho Mtakatifu. Wakati Yesu akieleza kuhusu Roho Mtakatifu alisema, ombeni kwa jina langu nanyi mtapata ili furaha yenu iwe timilifu. Ushahidi wa mamlaka. Mamlaka haya yana uhusiano gani na mimi? Inahusiana na ukweli kwamba tunamwamini Yesu Kristo. Kuamini katika Yesu Kristo kuna maana kadhaa. Kwanza, Yohana 1:12 ni kumpokea Yesu Kristo kama Mwokozi wangu. Pili, Ufunuo 3:20 ni Yesu Kristo kukaa ndani yangu kama Roho Mtakatifu. Tatu, Wagalatia 2:20 ni Yesu kukaa ndani yangu milele. Huku ndiko kumwamini kwangu Yesu Kristo. Kuamini kwa muumini ni tofauti na kuamini kwa asiyeamini. Ikiwa ninamwamini mtu fulani, kila kitu kinaishi ikiwa mtu huyo atavunja ahadi yake. Lakini tunaposema tunamwamini Yesu ina maana nyingine. Ufunuo 3:20, kumwamini kwangu Yesu ni kuamini kwamba Yesu ameingia ndani yangu na atakuwa nami milele. Yani ni jambo la milele. Katika Wagalatia 2:20, kuamini huku kuna maanisha ingawa uwezo wangu umevunjika na haupo,
Bwana bado yuko nami kila wakati na milele. Kwa hivyo ukimwamini Yesu utakupa na kwenda mbinguni. Maneno haya sio ya uongo, lakini ni nusu kweli na nusu uongo. Mtu huyo atapata migogoro na matatizo ya mara kwa mara anapoishi duniani. Ukijua hivi tu, hujaelewa wokovu ipasavyo. Unapompokea Yesu Kristo, ushahidi unakuja kwa njia sasa hivi. Sasa ni mamlaka gani ya Yesu yanayodhihirika sasa? Kwanza, unapunguliwa kutoka kwa mamlaka ya Ibilisi. Kwa hivyo, kuna haja ya kuabudu sanamu kabisa. Unapunguliwa kabisa kutoka kwa hatima ya matatizo ya zamani, matatizo ya sasa na matatizo ya baadaye. Unapokea mamlaka ya kuwa mtoto wa Mungu. Unapunguliwa kabisa kutoka kwa bahati za wanga. Unapunguliwa kabisa kutoka kwa matatizo ya kiroho. Pili, ukimwamini Yesu utaongoza kuanzia sasa hadi utakapokwenda mbinguni. Tatu, unapoomba kwa jina la Yesu, ushahidi wa majibu utakuja. Yohana wa 14 mstari 14, mkiomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Ukimwamini Yesu unaokolewa sasa na kuwa mtoto wa Mungu. Kuamini katika Yesu Kristo ni nini? Ni jambo la ajabu hivi. Kwanza, Yohana wa 14 mstari 16, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akaye ndani hata milele. Yohana wa 14 mstari 17, ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumwamini wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Kwa kuwa Roho Mtakatifu yuko ndani yangu kwa njia isiyoonekana, jibu inakuja kwamba Mungu yuko pamoja nami. Kuamini kwetu ni tofauti na kile watu wa ulimwengu wanachoamini. Hii inaitwa kukaa kwa Roho Mtakatifu ndani. Pili, Yohana wa 14 mstari 26 hadi 27, lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atamtuma kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote iliyowaambia. Inamaanisha kuwa Mungu yuko nasi daima. Ukimwamini Yesu mara moja, matatizo yote yanatatuliwa. Si tu kwamba mamlaka ya giza yanatatuliwa, lakini Yesu anasema anatembea nami. Hii inaitwa uongozi wa Roho Mtakatifu. Tatu, moja Yohana wa 2 mstari 20 hadi 27, nani mno na upako utokao
kwake aliye mtakatifu. Nani mnajua nyote. Kupokea upako inamaanisha kupokea Roho Mtakatifu. Ni Mungu kuingia na kufanya kazi ndani ya mioyo yetu, roho zetu na mafuta ya mifupa yetu. Hii inaitwa kazi ya Roho Mtakatifu. 4. Mathayo wa 12 mstari 28. Lakini mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwashiria. Ni nani aliye ndani ya mtu mwenye matatizo ya akili? Kuna roho mchafu asiyeonekana. Mtu mwenye ugonjwa wa akili anaposikia neno na kumpokea Yesu kikweli, ni nani anayekaa ndani yake? Roho Mtakatifu anakaa ndani yake. Roho Mtakatifu ni nani? Ni Mungu. Roho wa Mungu, Roho wa Kristo anapokuja, roho mchafu anakimbia kabisa. Ndio maana mtu mwenye matatizo ya akili anaponiwa. Kuamini huko kunaitwa nguvu ya kiroho. Matendo ya Mitume wa 1 mstari 8. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa upande wetu inamaanisha Mungu atawatumia Roho Mtakatifu pekee, kwa sababu ni maneno yaliyosema kutoka kwa upande wa Mungu. Inasema Roho Mtakatifu akiisha kuwajilia juu yenu mtapokea nguvu. Mamlaka hayo ya Yesu yamekuja kwangu jinsi yalivyo. Hili sio tukio la kawaida. Hivyo basi tutafurahiaje mamlaka ya Yesu? Hiyo ndio maombi. Tunaweza kuendelea kufurahia nguvu hizi za kiroho kupitia maombi. 3. Masharti muhimu kwa ajili ya majibu ya maombi. Njia au mbinu ya kufanya mamlaka ya Yesu kuwa yako ni maombi. Yesu ana mamlaka yote mbinguni na duniani. Ikiwa Yesu yuko ndani yangu, ni mimi kinachoweza kuwa tatizo ketu katika ulimwengu huu? Kuna matatizo mengi ketu sasa. Dhambi na shetani ambaye ni tatizo hadi Bwana atakapokuja mara ya pili, na majaribu ya ulimwengu. Haya ni matatizo. Lakini njia ya kutatua matatizo hili ni kuomba kwa Mungu kwa jina la Yesu, na kuomba kupunga nguvu za giza kwa jina la Yesu Kristo. Ikiwa unaelewa hili kikweli, basi unaelewa Injili kikweli. Mtu anayeelewa uhusiano wake na Yesu, mamlaka haya yatatoka ndani ya kiasili. Kwa hiyo kuna aina mbili za maombi katika Biblia.
kwanza kuna maombi ya kusihi kwa Mungu. Pili, kuna maombi ya kuamuru. Petro hakuomba Mungu umponye mlemavu huyo, lakini anaomba huruma. Ana huruma. Mara moja aliamuru, fedha na dhahabu sina, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo kwa Nazareti, tembea. Wengi wetu yanganiwa baraka hii. Tatizo ni kwamba tunatumia mamlaka haya popote pale. Ndio maana tunapoteza mamlaka haya, ni nani anayechukua na kufurahia mamlaka hata yote? Watu wanaofanya fumbo kama mysticism bila kujua injili sahihi, na watu wanaofanya biashara kwa jina la Yesu ndio wanaofurahia. Watu hawa wanayatumia vibaya, lakini hakuna sababu kwetu kuyanganiwa baraka hii. Mfano, kuna wachungaji wengi barani Afrika wanaofanya fumbo mysticism. Wanasema hadithi za ajabu ambazo hazimo katika Biblia na sio injili sahihi. Lakini kuna jambo moja ambalo watu hawa wanafanya kwa uhakika. Wakati wa mahubiri, wachungaji matapeli wanamwambia magonjwa aje mbele na kuamuru kwa jina la Bwana Yesu, pepo toka, na mtu huyo anaanguka ghafla na kupona. Hapo watu wanapiga makofi kwa furaha na kushangaa. Baada ya hapo, hata kama mtu huyo anahubiri uongo, watu wanamwamini. Hilo sio la ajabu hata kidogo, ni jambo la kawaida tu. Kwa sababu wachungaji hawa hawana uwezo wa wenyewe wa kutoa pepo. Ni mamlaka ya ajabu kiasi gani kuamuru kwa jina la Yesu. Wanaamuru kwa ujasiri na kazi inafanyika. Lakini tatizo ni kwamba wanapomwambia mtu aliyepagwa na pepo, toka kwa jina la Yesu, pepo huyo anatoka ghafla. Kwa nini sisi tunapaswa kuyanganiwa mamlaka haya ya Yesu na watu wa ajabu wasio ijua injili halisi? Watumishi wa Bwana, hasa wale wanaoomba saa 24, wana mamlaka ya jina la Yesu. Lakini usipotumia mamlaka hayo, hakuna kazi itakayofanyika. Kuna mambo mawili lazima uyaamuru.
Kwanza, upaswi kusihi roho waovu. Lazima uwaamuru. Pili, lazima uwaamuru malaika pia. Ukifanya hivi jibu linakuja mara moja. Kwa nini? Kwa sababu ulitumia mamlaka ya Yesu. Kuanzia sasa jaribu kuomba kwa jina la Yesu. Ni katika sehemu gani matatizo yanatokea sasa ulimwenguni kote, hasa barani Afrika? Ni wale wanaotumia mamlaka haya ya Yesu huku wakisema injili ya uongo. Na ni wale wanaotumia mamlaka haya kwa kutumia mbinu za ajabu. Wachungaji hawa na makanisa haya walio kama matapeli wanaeneza mambo mabaya kuhusu mamlaka ya Yesu. Kinyume chake, makanisa mengi, wachungaji na waumini hawajui mamlaka haya na hawawezi kuyatumia. Hiyo ndio mkakati wa Ibilisi, na makanisa na waumini wanadanganiwa hapa. Hivyo tunapohubiri Biblia ipasavyo na kuomba kwa jina la Yesu, shetani anafukuza na malaika wanatuma. Lazima uamini kwa dhati ukweli kwamba Mungu ametupa nguvu za kiroho ndani ya Yesu Kristo. Na tunapaswa kuacha mfano wa jinsi ya kutumia mamlaka ya Yesu ipasavyo. Nini kinatoka unapoomba kwa jina la Yesu? Mtu anayeielewa jina la Yesu Kristo ipasavyo na kulipokea anaokolewa kwa jina hilo. Majibu yanakuja kwa mtu anayejua nguvu ya jina hilo na kuomba. Yesu Kristo yuko ndani yetu. Kukaa Roho Mtakatifu alitupa mamlaka ya kufanyika watoto wa Mungu. Yohana wa 16:24. Hata sasa kuomba neno kwa jina langu, ombeni nani mtapata, ili furaha yenu iwe timilifu. Yohana wa 14:13 hadi 14. Nani mkiomba lolote kwa jina langu, hilo litalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Bwana. Akiomba neno lolote kwa jina langu, litalifanya. Yohana wa 15:16. Si nini mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili lolote mlombalalo Baba kwa jina langu awape. Omba kwa kuamini ahadi. Waebrania wa 11:6. Kazi
inafanyika kwa kuamini ukweli. Hatuamini tu hivi hivi, tunaamini tukiwa na msingi ulio wazi. Unapoomba mambo manne yanatokea. Amini mambo haya manne kiuhalisia na uombe. Kazi ya Roho Mtakatifu inafanyika. Malaika wanafanya kazi. Mamlaka ya shetani yanapungua. Majibu ya maombi na suluhu ya matatizo lazima yaje. Yeremia wa 33 mstari 3. Waebrania wa 11 mstari 6. Lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Waebrania wa 6 mstari 13 hadi 20. Kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa kuwa alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe, na kumwapia, aliapa kwa nafsi yake akisema, hakika baraka itakubariki na nitakuongeza. Na hiyo kwa kuvumilia akaipata ahadi. Tatu, omba kwa njia sahihi ukitafuta mapenzi ya Mungu. 1 Yohana wa 5 mstari 14. Na huu ndio ujasiri tulio na kwake, na kuwa tukiomba katika sawasawa na mapenzi yake atusikia. Yakobo wa 4 mstari 3. Waomba wala hampati kwa sababu waomba vibaya, ili mvitumie kwa tamaa zenu. Ukiomba ukiwa umejaa nia zako binafsi, hakuna jibu. Lazima utambue mamlaka ya kiroho na kutumia mamlaka ya Yesu. Sisi tuliookolewa tayari tunayo mamlaka ya Yesu. Inamaanisha nini kuokolewa? Yesu alisema wazi, unapoomba kwa jina la Yesu Kristo, Roho Mtakatifu anashuke. Roho Mtakatifu akishuka, ufalme wa Mungu unakuja. Ufalme wa Mungu ukija, nguvu za shetani zinapungua, na tangu wakati huo unaweza kuokoa vyombo vya nyumba ile. Unapotumia mamlaka ya Yesu, Mungu hutuma malaika wake kwa siri, na kazi ya ajabu inafanyika, ambapo jeshi la mbinguni linahamasisha nini kinatokea unapoamini jina la Yesu Kristo na kuokolewa? Matatizo ya zamani yametatuliwa. Upunguzi kutoka kwa hatima ya kulaaniwa, na mabadiliko ya hadhi kutoka mtoto wa Ibilisi hadi mtoto wa Mungu.
na tatizo la wokovu ambapo Roho Mtakatifu anakaa ndani yamekamiliwa. Matatizo ya baadaye yametatuliwa. Baada ya kutembea na Mungu ulimwenguni, lazima utaingia mbinguni. Tatizo la mbinguni limetatuliwa. Matatizo ya sasa yametatuliwa. Matatizo ya zamani na baadaye tayari yametatuliwa, lakini tatizo ni wakati huu sasa. Ingawa tumeokolewa hivi sasa, shetani yupo na ulimwengu upo, na sisi mwili upo. Lazima upunge huu mwili na ulimwengu na shetani kwa jina lenye mamlaka la Yesu Kristo. Luka wa 10:19, tayari nimepewa mamlaka juu ya nguvu zote za adui. Lazima upunge. Kila mara unapotumia mamlaka kwa jina la Yesu, muujiza hutokea. Kila mara unapotumia mamlaka ya Yesu, kazi inafanyika. Kila mara unapotumia mamlaka ya Yesu, shetani anakimbia. Kila mara unapotumia mamlaka ya Yesu, malaika wanatuma, na kila mara maombi yanajibiwa. Lazima utumie na ufurahie jambo hili sasa. Lazima kwanza utambue vizuri kabla ya kuchukua hatua. Ni lazima utambue mamlaka ya Yesu ipasavyo ili ujue kwa nini unapaswa kufanya maombi ya wakati uliopangwa. Ratiba ya maombi ya ratiba ya kisha miujiza itaendelea kutokea, na utajua sababu kwa nini unapaswa kuomba kile wakati katika roho. Maombi ya endelevu, kwa sababu shetani anashambuliwa kila wakati, na utajua sababu kwa nini unapaswa kufanya maombi ya kina. Kwanza, sababu ya kutumia mamlaka uliopokea kwa ajili ya kutatua matatizo ya sasa ni nini? Kusudi la kutuita ni kumvunja pepo ambaye anasababisha matatizo ya sasa. Marko wa 3, tena awe na mamlaka ya kutoa pepo. Marko wa 6:7, akawaita wale 12, akaanza kuwatuma wawili, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Mathayo wa 12:29, ama mtu awezaje kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenyewe nguvu na kuviteka vyombo vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu?
ndipo atakapoiteka nyumba yake. Mathayo wa 10:1, akawaita wanafunzi wake 12, akawapa nguvu juu ya pepo wachafu, wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Pili, kusudi la jina la Yesu. Alikuja ili kupunga na kuharibu kazi za Ibilisi ambazo zinaleta kutokuamini. Ni mojawapo ya madhumuni ya Yesu kuja ulimwenguni. Yohana wa 3:8, atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirisha ili aziharibu kazi za Ibilisi. Waefeso wa 2:1-2. Mathayo 6:10-12. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tulivyowasamehe wadeni wetu. 5, kwa kuacha dhambi. Lazima uachane na dhambi ya kutokuamini ili uwe na ujasiri mbele za Mungu. Zaburi wa 66:18, kama ningaliwaza maovu moyoni mwangu, Bwana alisikie. Unapaswa kufanya nini ili upate majibu ya maombi? Kwanza, mfumo wa maombi lazima uwe wazi. Usiombe mambo mengine bila mpangilio. Napanga maudhui ya maombi yako ili uweze kufanya. Mstari mfupi wakati una muda na kulepusha maombi wakati una muda mingi. Mfano, ikiwa una saa moja ya maombi, omba kwa uandani. Ikiwa una dakika 5 tu, unapaswa kuweza kuomba kwa kufanya mstari wa maudhui. Ikiwa mfumo wako wa maombi uko wazi, unaweza kuomba kwa uhakika hata ndani ya sekundi 30. Lazima utambue daima si tu uweza wa Mungu, bali pia mamlaka ya Yesu aliyetupa. Matendo ya Mitume wa 3:6-7, nilicho nacho ndicho nikupacho, kwa jina la Yesu Kristo tembea.
Matendo wa 9 mstari 40. Petro aliamuru baada ya kuomba, Tabita, inuka. Kwa namna hii kuna macho ya kuomba kwa Mungu na kuna mambo ya kuamuru. Matendo wa 16 mstari 16 hadi 18. Baada ya Paulo mtu wa maombi kuomba mbele za Mungu kwa siku kadhaa, aliamuru na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo umtoke huyo. Alipoamuru kwa jina la Yesu Kristo, pepo alitoka mara moja. Zaburi wa 103 mstari 20 hadi 22. Daudi aliamuru malaika alipokuwa akiomba, lazima ufungue mlango wa kiti cha enzi cha Mungu, na alitupa mamlaka ya jina la Yesu. Kwamba Yesu alitoa mamlaka haimaanishi tu mamlaka pekee, bali ina uhusiano na mimi. Anakaa ndani yangu milele kupitia Roho Mtakatifu. Ikiwa unaelewa Injili kikweli, jambo hili litaeleweka. Ikiwa una uhakika kuhusu Injili, unapaswa kutumia mamlaka kwa jina la wakati wowote kupungua mlango wa kiti cha enzi na kutatua matatizo ya dunia. Ni wazi kwamba Yesu yu hai na anafanya kazi. Ni wazi kwamba jina la Yesu ni jina linalotikisha mbingu na nchi. Sisi tunaoamini ukweli huu tunaweza kutumia mamlaka kwa jina lake kupungua mlango wa baraka za kiti cha enzi na kutatua matatizo yote ya dunia. Hata kuwe na mamlaka gani maovu ulimwenguni, lazima tutashinda. Yesu Kristo mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani. Unapoomba kwa jina lenye mamlaka la Bwana Yesu Kristo ambaye ameketi mkono wa kuume wa Mungu na kututawala sasa, kazi inafanyika. Kwa hivyo usipojua mamlaka ya Yesu na kuomba, maombi hayatafanya kazi. Tunapoomba kwa Mungu, maombi yanakuwa ya uhakika kulingana na kiasi gani natambua mamlaka ya Yesu Kristo. Kwa hivyo mamlaka haya ni muhimu sana. Lazima utumie mamlaka haya kutibu magonjwa yasiyo ponika na kuponya wagonjwa wa akili na kutatua matatizo muhimu ya maisha. Mamlaka ya Yesu ni mamlaka ambayo ulimwengu hauwezi kuyajua. Yesu mwenyewe alisema, nimepewa mamlaka yote mbingu na duniani, kwa hiyo endeni. Maneno haya sio ya kawaida. Hivyo hatuendi tu na jina la Yesu, bali tunaenda na mamlaka hayo ya Yesu mwenye mamlaka ya mbinguni na duniani. Hivyo milango yote inafunguka. Jambo la kuwa makini
ni tafadhali usifanye kwa mbinu ambazo hazimo katika Biblia kama watu waliopagwa na pepo na dini na mapumbu, yani mysticism, wasioijua injili halisi. Ukifanya kulingana na Biblia hakuna matatizo. Jambo la uhakika ni kwamba nataka umjue, ufurahie na umtumie ukweli kwamba mamlaka ya mbinguni na duniani ya Yesu Kristo yako ndani yenu. Tuombe pamoja. Tunakushukuru Mungu. Asante kwa kutupa mamlaka ya kuwa watoto wa Mungu. Tunataka kutumia mamlaka ya Yesu Kristo katika maombi, tukijua ukweli kwamba tumepatiwa. Utusaidie kurejesha nguvu za kiroho zinazoamini mamlaka ya Yesu Kristo, na utusaidie kuponya na kuokoa uwanja na watu waliokamata na giza. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.